Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 9 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Komenti yako ni muhimu kweli kweli kwa kile ambacho unakisikia. Asante kwa kutuandikia. Tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania yanadi fursa soko la bilioni 36 Urusi. Tantrade taja mazao manne, mauzo yaongezeka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika Ikulu Dar es Salaam jana. Tanzania kutumia utalii wa kiimani kuongeza mapato ni mojawapo ya mazao mapya ya utalii yatakayochochea ongezeko la watalii. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. BOT yataka mifumo imara kudhibiti udanganyifu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Bidhaa za pangiwa sakafu soko jipya la Kariakoo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mama adai kubadilishiwa mtoto hospitali, polisi wachunguza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Rais Singapore atua na ATCL kukutana na Samia leo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Ujenzi bandari ya uvuvi Kilwa wafikia 99%. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Uzalishaji gesi, fursa za ajira viongezeka Mnazi Bay. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bajeti tunayoitaka. Nafuu ya maisha, gharama za maisha zimekuwa kilio kwa wananchi, wanataka serikali ipunguze mzigo wa tozo katika nishati. Fursa za ajira, vijana wanataka bajeti ya serikali ichochee ukuaji wa uchumi ambao utasaidia kuzalisha ajira za uhakika. Kilimo bora, wakulima wanataka bajeti iwape kipaumbele ili kusaidia uzalishaji chakula na kudhibiti mfumuko wa bei. Sera za biashara, kilio cha wafanyabiashara wengi ni kufanyika kwa marekebisho ya kodi zinazoumiza ili kukuza mitaji yao na kuendelea kudumu sokoni. Juni 11, tarehe ambayo waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar atawasilisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Boniai ataja Mbowe alivyong'olewa CDM, ndugu ikisema timu ya wenzetu Tundu Lissu kushinda kwa tofauti ya kura 31, tunahitaji tupongezwe, sikunyoshewa kidole. Ndani ya chama Bavicha, baraza la vijana wa Chadema kote, yaani Gen Z, walikuwa upande wa Lissu. Kwa hiyo sisi tulipokuwa tukinadi sera zetu hawakutuelewa. Hii ni sehemu ya kauli ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kanda ya Pwani, Boniface Jacob maarufu kama Boniai, alipokuwa akieleza mchakato wa uchaguzi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Msongamano wa malori, kero tupu, tiba yake yatajwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Uundwaji tume ya Jaji Lila waibua mvutano kortini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Rais CWT kortini kwa mashtaka 14 ya rushwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Mkaa unavyoingizwa sokoni kwa njia ya panya kukwepa kodi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo
limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni historia aliyoandika Rais Dr. Samia ziara yake Urusi. Alijikita zaidi katika kuvutia uwekezaji, kupanua biashara, kuimarisha ushirikiano wa teknolojia, nishati, miundombinu na sekta nyingine za uzalishaji. Habari kamili soma katika ukurasa wa 4. Rais wa Singapore kufanya mazungumzo na Rais Samia Ikulu. Habari katika ukurasa wa 4. Waziri Mkuu aagiza uwajibikaji kwa utumishi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Hatua za TAKUKURU zazaa matunda Tanga. Hatua madhubuti za ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo zilizochukuliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Tanga zimezaa matokeo makubwa baada ya kuokoa zaidi ya shilingi milioni 116 zilizokuwa katika hatari ya kupotea, huku miradi muhimu ya elimu iliyokuwa ikikwama kwa muda mrefu ikirejea kwenye utekelezaji na kuanza kuwanufaisha wananchi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Dr. MWRC kuzinduliwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Kio Limited yatoa msaada wa vifaa vya milioni 150. Habari katika ukurasa wa 2. Israel yaishambulia Iran tena. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika miundombinu iende sambamba na usalama wa wananchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Lema awaita kina Mdee Chadema. Kada aliyetimuliwa wanachama baada ya kesi ya mgawanyo wa mali za Chadema ya tena mahakamani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Bei za mafuta za paa tena, hofu ya vita ikiongezeka. Habari katika ukurasa wa 19. Mgogoro wa ardhi, RC apokewa kwa dua Sara, nyumba zisivunjwe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Mapato ya ndani yajenga kituo cha afya cha ghorofa 5. Habari katika ukurasa wa 4, ikiwa hii ni ripoti maalum. Mawakili janja kushughulikiwa na mahakama kuu. Habari katika ukurasa wa 3. Mfanyabiashara maarufu kortini, mashtaka 9 ya uhujumu uchumi. Habari katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Jamhuri ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Samia hatofungamani, asema ziara yake Urusi imefungua milango, imelinda sera ya Tanzania. Nchi sasa iko tayari kupokea wawekezaji kutoka Marekani, Ulaya. Wapewa hekta 6,000 Morogoro kulima ndizi, watalii kuanza Julai. Shirika la nishati ya nyuklia la serikali ya Urusi Rosatom kusaidia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Atekwa shuleni mbele ya mwalimu, mtekaji atuma ujumbe mfupi wa simu akitaka shilingi milioni 20. Habari katika ukurasa wa 3. Jamhuri latoa tuzo 3 Egypt. Habari katika ukurasa wa 3. Gazeti hili limeandika ziara ya Samia Urusi yafufua sera ya kutofungamana. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 7. Chadema msajili uso kwa uso. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri katika ukurasa wake wa 2. Gazeti Uhuru ukweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wasomi wadokeza manufaa ya uwekezaji maeneo 4. Wasema yatatokana na ziara ya siku 3 nchini iliyofanywa na Rais wa Singapore aliyeongozana na wafanyabiashara wa nchi hiyo. Ndio viongozi mbalimbali wa kimataifa wanaotafsiri ni sehemu ya uhakika ya dira ya maendeleo ya taifa 2050 inaanza kutekelezwa. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Vijana wajasiriamali Zanzibar watengewa bilioni 47.3. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Wasira
awapa darasa vijana, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Msajili vyama vya siasa akemea uchochezi Kibehi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Wauzaji mbegu feki 40 zao za timia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Ndoa imara nguzo ya amani Katambi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiwa kwenye kikao cha baraza la mawaziri. Gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Dr. Mwinyi mgeni rasmi siku ya kupinga matumizi ya dawa za kulevya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Jaji mkuu awataka mawakili kufuata maadili nidhamu, habari katika ukurasa wa 2. Ziara ya Rais Samia Urusi ibua maeneo 9 ya ushirikiano, habari katika ukurasa wa 6. Wajumbe baraza la wawakilishi waiomba serikali kuangalia upya mifumo ya kodi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Serikali yaimarisha hatua za usalama wa chakula, habari katika ukurasa wa 3. Korea Kaskazini China zafungua hatua mpya ya kihistoria, habari katika ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni presha ya ubingwa, kiungo abeleka ombi Simba, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Misimu minne kipindi ambacho Simba imepoteza ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Mechi za Simba Sports Club ligi kuu Tanzania bara ni Juni 14 dhidi ya Pamba Jiji KMC Complex, Juni 17 dhidi ya Mbeya City Sokoine Mbeya, wakati FA nusu fainali ni Simba dhidi ya Coastal Union Juni 20 Sheikh Amri Abeid Arusha. Matajiri wamfuata Aziz Ki, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. Mabao ambayo Aziz Ki alifunga alipokuwa mfungaji bora wa ligi kuu msimu wa 2023-2024. Kisa Ebola, DR Congo yacheza kwa siri, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Kocha mtetea striker Yanga Sports Club, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti hili pia limeandika kesho Jumatano Senegal dhidi ya Saudi Arabia saa 2 usiku. Huu ni mchezo wa kirafiki, zimebaki siku 2. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 10 na ukurasa wa 11 kuelekea kombe la dunia mwaka huu 2026 nchini Marekani. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele Kagera Geita zaidi ushindani ligi kuu, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Club zilizotoa wachezaji kombe la dunia za tajwa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Magori ahidi usajili wa nguvu Simba Sports Club, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Beki Iran ijia juu FIFA, habari katika ukurasa wa 22. Uhuru Kilimanjaro mabingwa ligi ya maveterani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, na gazeti hili linakamilisha udukuzi hapa Toka Zamani TV.